Ndani ya maisha ambayo tunaishi mimi na wewe, pamoja na kuwa kuna mkusanyiko mkubwa wa wanadamu ambao tunaishi nao, lakini wapo binadamu wachache ambao huandamwa na washirikina kuliko binadamu wengine. Inawezekana na wewe ni mmoja kati ya binadamu hao, na umekuwa ukijiuliza mara nyingi, ni kwa nini wachawi na washirikina wananiandama mimi kuliko binadamu wengine? Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wamekuwa wakijiuliza ni kwa nini wachawi wanawaandama wao kuliko wanavyowaandama binadamu wengine, basi video hii nimetengeneza kwa ajili yako, kwani nimeshafanya utafiti wa kutosha ambao utakupa majibu ya kila swali ambalo umekuwa ukijiuliza kuhusiana na jambo hilo. Inawezekana ungetamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sababu mbalimbali kwa nini wachawi wengi wanakuandama wewe kuliko wanavyowaandama binadamu wengine. Namba 1. Una nyota kali kuliko binadamu wengine. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua, asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na nyota kali kuliko binadamu wengine, kwa kuwa nyota hizo zinaangaza kuliko wanadamu wengine, zinaweza kuonwa na watu wenye uwezo wa kutazama nyota. Kumbuka, binadamu wanaoweza kujua wewe ni mwanadamu mwenye nyota kali kiasi gani ni watu wenye nguvu za kiroho pamoja na wanaoamini katika mambo ya kishirikina. Na ndiyo maana mamajusi walikuwa mbali, lakini waliweza kuiona nyota ya Yesu na wakasafiri kwenda kumsujudia Yesu. Mamajusi ambao waliweza kuiona nyota ya Yesu mapema si watu ambao walikuwa wakimsujudia Mwenyezi Mungu, bali ni watu ambao walikuwa wakitumia nguvu nyingine, lakini bado waliweza kuiona nyota ya Yesu na kuifuata nyota ya Yesu ilipokuwa inaangaza, na kwa kuwa nyota ile ilikuwa kali, waliweza kumsujudia Yesu. Jambo ambalo unatakiwa kulielewa kuanzia leo, wakati mwingine wachawi au washirikina wengi ambao wanapambana na wewe wanayaandama maisha yako kwa sababu wanataka kuiba nyota yako, kwani wameshaona nyota yako ni kali kuliko nyota za watu wengine. Na unapokuwa na nyota kali kuliko watu wengine, ndivyo unavyozidi kuwa na idadi kubwa ya binadamu wanaotamani kuiba nyota hiyo. Mara nyingi unakuwa katika vita, hivyo ni vema ukazidisha ibada ama jiwekee ulinzi wa kiroho ili watu hao wabaya wasifanikiwe kuiba nyota yako, kwani unaweza kuziona dalili mbalimbali ikiwa wewe ni mwanadamu mwenye nyota kali kuliko wanadamu wengine, ikiwa ni pamoja na idadi ya watu wanaokupenda bila sababu ya msingi. Watu wenye nyota kali huwa wanapendwa na watu wengi wanaokutana nao pasipokuwa na sababu yoyote. Inawezekana wewe ni mtu ambaye unaposimama na kuzungumza, watu wanaitii sauti yako hata kama unachozungumza si cha maana. Ukiona hivyo, ujue wewe ni miongoni mwa binadamu waliozaliwa wakiwa na nyota kali kuliko binadamu wengine. Namba 3, inawezekana wewe ni mwanadamu ambaye kila biashara unayofungua unapata wateja wengi kuliko watu wengine. Ukiona hivyo pia, ujue wewe ni miongoni mwa binadamu waliozaliwa wakiwa na nyota kali kuliko binadamu wengine. Kutokana na sababu hizo, watu wengi ambao wanatamani kuiba nyota yako watatumia nguvu za kishirikina, hivyo ushirikina utakuandama siku zote katika maisha yako. Jiwekee ulinzi wa kiroho ili ubaki kuwa safi. Namba 2, inawezekana hatima yako ni kubwa kuliko binadamu wengine. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, hakuna vita ambayo huwa inapiganwa bila kuwepo na sababu ya msingi. Haiwezekani wakaachwa watu wengine alafu kila mshirikina akaanza kuyaandama maisha yako ikiwa hakuna sababu ambayo ipo ndani yako. Katika dunia yetu wapo binadamu ambao tunaishi nao na tunawaona katika hali ya kawaida, lakini ndani yao wamebeba hatima kubwa ambazo laiti tungeweza kuziona, basi tungeweza kuwasujudia kwa sababu ya makusudio makubwa ambayo wameyabeba ndani yao. Wakati mwingine binadamu wenye nguvu za kishirikina au wenye nguvu za kiroho wanaweza kuiona ama kuihisi hatima ambayo imebebwa ndani yako, na ndiyo maana kwa kutumia nguvu za kishirikina baadhi ya watu wanaweza kuiba hatima yako kama usipokuwa makini.
Endapo ukibaini wewe ni mwanadamu ambaye washirikina wanakufuatilia katika siku zote za maisha yako, ujue umebeba hatima kubwa ambayo pengine itakuja kuwa tishio katika maisha yao. Wanafanya hivyo ili kuibeba hatima yako ama kuizuia hatima yako isiweze kufanikiwa kwenye maisha yako. Kama utamtumainia Mwenyezi Mungu, haijalishi watapambana na wewe kwa kiwango gani, hawatafanikiwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu akishakuwa upande wako, hakuna mwanadamu ambaye anaweza kukugusa. Namba 3, inawezekana wewe ni mwanadamu mwenye nguvu za kiroho ambazo ni kikwazo kwa washirikina. Asilimia kubwa ya binadamu wenye nguvu za kiroho wakati mwingine huwa wanazuia washirikina kuendesha shughuli zao katika mazingira ambayo wanakuwa karibu nao, kwani mwanadamu mwenye nguvu za kiroho huwa anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu kuliko binadamu wengine. Jambo ambalo hutokea mwanadamu huyu anapokuwa anafanya ibada, kwa sababu ibada zake zinasikilizwa na Mwenyezi Mungu kuliko watu wengine, kwa sababu yeye ni mtu mwenye matendo mazuri yanayompendeza Mwenyezi Mungu, na ndiyo maana amekuwa na nguvu kubwa za kiroho kuliko binadamu wengine. Washirikina huanza kumchukia kwa sababu ibada ambazo anazifanya huyazuia matendo yao, jambo ambalo linakuwa ni kama ametangaza vita baina yake na wao. Hivyo watakuwa ni watu ambao wanayaandama maisha yake kila itwapo leo. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanaandamwa na wachawi, ujue kabisa inawezekana wachawi wanakuandama kwa kuwa wewe ni miongoni mwa binadamu wenye nguvu kubwa za kiroho kuliko binadamu wengine. Ili uendelee kuwashinda adui zako, hakikisha unamtumainia Mwenyezi Mungu katika maisha yako, kwa sababu ikiwa utamtumainia Mwenyezi Mungu na ukawa chini ya kivuli chake, kila anayepambana na wewe atakuwa anapambana na Mwenyezi Mungu, na siku zote utaendelea kubaki kuwa mshindi, kwa sababu ukiona wachawi wanakushindwa, ujue kuna nguvu kubwa zaidi yao ambayo inakulinda. Namba 4, inawezekana wewe ndiye mkombozi wa kizazi chenu. Miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kupelekea wachawi wengi waanze kukuandama wewe kuliko binadamu wengine ni pale watakapojua kuwa funguo ya ukombozi katika ukoo wenu ipo katika mikono yako. Ndiyo maana usipokuwa makini, ikiwa wewe ni mkombozi wa familia yako, kwa sababu ya idadi kubwa ya maadui ambao utakutana nao katika maisha yako, kama usiposimama imara katika mikono ya Mwenyezi Mungu, unaweza ukapoteza maisha. Ndiyo maana wateule wengi wa familia huwa ni rahisi kupoteza maisha, kwa sababu hukutana na maadui wengi. Kumbuka, inawezekana ukoo wenu ni maskini kwa sababu kuna watu ambao wamewaweka kwenye vifungo vya kimaskini. Watu hao watakapogundua kuwa wewe ni mmoja kati ya watu ambao wataleta ukombozi katika ukoo wenu, watadili na wewe kadri wanavyoweza. Watatumia kila mbinu waliokuwa nayo ili kujaribu kupokonya funguo ya mamlaka ama funguo ya ukombozi ambayo unayo katika mikono yako. Lengo ni kutaka ukoo wenu uendelee kuwa katika vifungo fulani, aidha vya magonjwa au vya kimaskini. Ukiona ishara hiyo, endelea kumtumainia Mwenyezi Mungu. Fanya ibada kadri unavyoweza, kwa sababu Mwenyezi Mungu akishakuwa anakulinda, basi hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza kukusogelea na kukudhuru. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane katika video ijayo.